Iran wasema vikwazo vipya vya Marekani ni ugaidi wa kiuchumi na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imelaani vikali mzunguko mpya wa vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na Marekani dhidi ya taifa hilo, ikisisitiza kuwa hatua hizo ni sawa na ugaidi wa kiuchumi na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Katika taarifa iliyotolewa Alhamisi, wizara hiyo imebainisha kuwa vikwazo vipya vilivyotangazwa na serikali ya Marekani katika kumbukumbu ya mapinduzi ya mwaka 1953 nchini Iran ni uthibitisho wa kuendelea kwa uadui wa miongo mingi dhidi ya wananchi wa Iran. Taarifa hiyo imeeleza vikwazo vipya vya Marekani si ishara nyingine tu ya muendelezo wa miaka 73 ya uadui wa watunga sera wa Marekani dhidi ya taifa la Iran, bali pia vinaonyesha wazi asili ya kinyama ya ukiukwaji sheria na ya kibabe ya serikali ya Marekani. Siku ya Jumatano, Trump alitangaza kile alichokiita operesheni ya kiuchumi ya kuangamiza dhidi ya Iran, akidai kuwa Tehran itakabiliwa na vita vya kiuchumi na kutengwa kwa kiwango kisichokuwa na kifani. Aidha, alitishia kuweka vikwazo dhidi ya nchi yoyote itakayofanya biashara na Iran. Tisho hili linajiri wakati ambapo vita vyake dhidi ya Iran vilivyoanzishwa kwa ushirikiano na utawala wa Israeli mnamo Februari 28 vimeshindwa kufikia malengo yoyote yaliyokusudiwa. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeongeza kuwa bila shaka vikwazo vya kiuchumi vya Marekani dhidi ya Iran ambavyo vinalenga haki za msingi za binadamu za kila raia wa Iran ni ugaidi wa kiuchumi na uhalifu dhidi ya binadamu. Wale wanaohusika wanapaswa kufikishwa mbele ya sheria na kuadhibiwa. Wizara ya mambo ya nje imesema vikwazo hivyo vimetangazwa baada ya Marekani kushindwa kuwalazimisha wananchi wa Iran kusalimu amri mbele ya matamanio haramu na yasiyo ya kibinadamu. Taarifa hiyo imeongeza kuwa vikwazo hivi vitaongeza tu kumbukumbu ya matendo ya Marekani dhidi ya Iran na havitadhoofisha azma ya wananchi wa Iran ya kulinda uhuru, heshima na mamlaka ya kitaifa ya nchi yao. Aidha, taarifa hiyo imetoa wito kwa nchi zilizojitolea kufuata misingi ya mkataba wa Umoja wa Mataifa, ikiwemo kuheshimu mamlaka ya kitaifa, kutoka hakimya mbele ya ukiukwaji wa mara kwa mara wa Washington wa kanuni za msingi za kimataifa. Wizara hiyo imesisitiza kuwa vikwazo hivi vipya ni mwendelezo wa sera ambayo imekwisha jaribiwa na kufeli. Wizara ya mambo ya nje imesisitiza kuwa Iran imedhamiria kuendelea kulinda usalama na maslahi yake ya kitaifa dhidi ya mashinikizo ya kijeshi, kiuchumi, kisiasa na kisaikolojia kutoka Marekani. Vilevile, imamu wa swala ya Ijumaa Tehran anasema Qur'ani yahimiza mshikamano wa umma wa Kiislamu. Imamu wa muda wa swala ya Ijumaa mjini Tehran, Hujjat al-Islam wal Muslimin Muhammad Hassan Abduttarab Fardi amesema wiki ya umoja wa sherehe za kukumbuka kuzaliwa kwa Mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hutoa fursa muhimu ya kutafakari ujumbe wa Qur'an tukufu kuhusu umoja na mshikamano wa jamii ya Kiislamu. Akizungumza katika hotuba za swala ya Ijumaa ya wiki hii mjini Tehran, Hujjat al-Islam Abduttarab Fardi amesema kuhimiza umoja na kuzuia mifarakano ni miongoni mwa dhana zinazojitokeza mara kwa mara katika Qur'an, na hivyo jamii zinapaswa kuzidisha mshikamano kadiri zinavyopanuka na kukabiliwa na changamoto nyingi zaidi. Akinukuu aya ya Qur'ani inayosema, na shikamaneni na kamba ya Mwenyezi Mungu nyote pamoja wala msifarakiane, amesema ujumbe wa aya hiyo unawahusu Waislamu kwa pamoja na si kushikamana kwa mtu binafsi pekee na Qur'an tukufu. Amesema msisitizo wa aya hii tukufu ni juu ya kushikamana kwa pamoja na kushikilia kamba ya Mwenyezi Mungu kwa umoja. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameionya Marekani kwamba kuendeleza sera zilizoshindwa dhidi ya Iran kutasababisha kurudi nyuma zaidi kwa Washington. Kauli hiyo imekuja huko Marekani ikigeukia mashinikizo ya kiuchumi baada ya kushiriki kushindwa katika uchokozi wake wa kijeshi dhidi ya Iran. Katika chapisho kwenye akaunti yake ya X siku ya Alhamisi, Araghchi alipuuzilia mbali kampeni mpya ya Rais Donald Trump ya kuongeza mashinikizo ya kiuchumi dhidi ya Iran, akisema kile kilichotangazwa kama siku ya hujuma kubwa ya kiuchumi ni juhudi za kugeuza uangalizi kutoka kwa changamoto zinazoongezeka ndani ya uchumi wa Marekani. Amesema kinachoitwa siku ya hujuma kubwa ya kiuchumi ni mbinu ya kupotosha mwelekeo kutoka kwenye mgogoro wa Marekani yenyewe, deni lisilo na kifani na gharama zinazoongezeka za riba. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Iran ameonya kwamba kuongeza mashinikizo dhidi ya Iran hakutatatua matatizo ya kiuchumi ya Washington, bali kutaleta kushindwa zaidi na uadui kwa wananchi wa Iran. Araghchi pia amesema Marekani na taifa la Marekani linaendeleza ugaidi wa kiuchumi, akisisitiza kwamba vikwazo na kulazimisha mataifa kupitia mashinikizo ya kiuchumi si tishio kwa Iran pekee, bali pia kwa uchumi wa dunia na mamlaka kujitawala mataifa yote duniani. Vile vile, Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalbaf amesema kuwa uwepo wa Marekani katika Ghuba ya Uajemi unasukumwa na shauku ya kupora rasilimali za eneo hilo. Akizungumza wakati wa mkutano na rais wa Iraq Nazar al-Hamid akiwa safarini nchini Iraq, Kalbaf amesema vita vya hivi karibuni vya siku 40 dhidi ya Iran
vimethibitisha kuwa uwepo wa kijeshi wa mataifa ya kigeni ni chanzo cha ukosefu wa utulivu badala ya kuwa chombo cha kuleta usalama. Kalibaf alianza mkutano huo kwa kutoa shukrani za dhati kwa niaba ya wananchi wa Iran na uongozi wa sasa wa mapinduzi ya Kiislamu kwa Rais Hamidi na wananchi wa Iraq. Alitoa shukrani maalum kwa takriban raia milioni 10 wa Iraq walioshiriki katika ibada na shughuli za kihistoria za maombolezo kwa ajili ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu aliyeuawa shahidi Ayatollah Said al-Khamenei katika miji mbalimbali ya Iraq. Kalibaf amesema Iran na Iraq zimekuwa zikisimama pamoja katika nyakati ngumu zaidi, ambapo ametofautisha mshikamano wa sasa na kipindi cha nyuma ambapo mtu kama Saddam kwa uchochezi na udanganyifu wa Marekani alitenda uhalifu wa kutisha dhidi ya mataifa yote mawili. Amesema sera za kimtazamo za kiongozi shahidi kwenye kipindi cha miongo minne iliyopita zilifanikiwa kufungua upeo mpya wa umoja miongoni mwa mataifa ya Kiislamu. Akizungumzia vita vya hivi karibuni vya siku 40 vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, Kalibaf amesema Iran na Iraq zimetambua kwamba Marekani na tabia ya kihalifu na chafu ya utawala wa Kizayuni ndio chanzo kikuu cha migogoro ya eneo ambayo imesababisha mataifa yote mawili hasara kubwa zaidi. Amesema Marekani imeshindwa kwa kiasi kikubwa kijeshi na kisiasa katika uchokozi huo wa hivi karibuni baada ya kushindwa kutimiza malengo yake yote, na sasa iko katika hali ya kukata tamaa. Vile Wapalestina walionaswa ndani ya nyumba zao katika mji wa Kusra wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, huku walowezi wenye itikadi kali za Kizayuni wakiendeleza mzingiro wao dhidi ya mji huo wa ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu, wakati vikosi vya utawala ghasibu wa Israeli vikiendeleza kuzuia misaada ya chakula kufika. Mzingiro huo wa walowezi dhidi ya nyumba 3 za Wapalestina katika eneo la Ras Al Aini mjini Kusra kusini mwa Nablus, ambako wanaishi takriban watu 15, umeingia siku yake ya 13. Mtandao wa habari wa Middle East Eye uliripoti Alhamisi kuwa Aisha Hassan, ambaye amejificha katika mojawapo nyumba hizo 3 zilizozingirwa akiwa na mama yake na kaka yake, anasema kuwa anakabiliwa na baa la njaa. Wiki iliyopita shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International ililaani unyama na vurugu za walowezi huko Kusra kama sehemu ya ugaidi wa kimkakati wa walowezi dhidi ya Wapalestina ambao unawezeshwa, kuungwa mkono na kufadhiliwa na utawala wa Israeli kwa shabaha ya kuwafukuza na kuwahamishia Wapalestina kwa nguvu katika maeneo yote ya ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Vilevile Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema muda umefika kumaliza vita vya miezi kadhaa kati ya Tehran na Marekani, akidai Iran iko katika nafasi ya juu kuliko Washington. Aidha, ametetea makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa mwezi Juni, akisema hayamaanishi Iran imesalimu amri, na Marekani wao kupuka wametangaza kuongeza vikwazo ili kuiwekea Tehran shinikizo la kiuchumi, hatua ambayo Iran imeitaja kwenye ugaidi wa kiuchumi. China pia imekosoa mpango huo ikisema kikwazo vitamaliza mgogoro wa Mashariki ya Kati. Marekani inatarajiwa kutoa maelezo zaidi ya kile inachokiita Economic D-Day siku ya Jumatatu. Shukran kwa baba wa kivita. Mimi ni The Rich Voice.